Kwa watu wamezoea mashindano, ni lile shindano la mwisho ambalo linaamua mshindi kwenye mashindano. Hello? Amen. Grand final ni shindano la mwisho ambalo linaamua mshindi kwenye mashindano. Inawezekana leo ni grand final yako. Inawezekana leo ni grand final ya mtu leo. Na niko hapa kutangaza ushindi katika jina la Yesu. Amen. Niko hapa kutangaza tunashinda katika jina la Yesu. Amen. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Kwa hivyo kaa kimkakati siku ya leo. Amen. Maana usipokaa kimkakati kuna mambo yatakupita. Amen. Usipokaa kimkakati, kaa ki-emergency, kaa kidharura, kwamba kuna jambo linakwenda kutokea siku ya leo. Haleluya. Kaa kidharura kwamba Mungu anakwenda kukutana na maisha yako. Wenda siku zilizopita umesikia mengi, lakini leo kuna jambo la kubadilisha mfumo wa maisha yako. Natamani kila mtu alichukulie ili jambo kama ni dharura. Siku ya dharura tunafanya mambo kimkakati, kwa sababu tunajua hakuna wakati mwingine wa kufanya jambo. Kwa hivyo leo ni siku ambayo kiroho antena zitakiwa zisimame. Kutambua nyakati na majira. Yesu alipoiona Yerusalemu alilia, akasema laiti ungejua majira. Watu wengi tupo lakini hatutambui majira ya kujiliwa kwetu. Mkutano umeanza na utaisha. Usione kitu katika maisha yako, lakini nina imani na nina shauku na ninasikia ndani ya moyo wangu ya kwamba ni majira yako ya kufikiwa na Mungu, ya kwamba ni majira yako ya kubadilisha maisha yako, ya kwamba ni majira ya Mungu kubadilisha mfumo wa maisha yako. Haleluya. Kabla niendelee kuhubiri, niseme tu kwa baba askofu kwamba, na kuna siku wiki iliyopita nakumbuka nilikuwa naye kwenye gari wakati tumetoka kwenye kongamano, nikamwambia kuna vitu vinaendelea, yaani kuna mambo hapa yanafanyika sielewi. Halo? Lakini yeye ni baba yangu, ananielewa vizuri kuliko mnavyoelewa. Bwana asifiwe. Ya nipende kutumia wakati huu kumwambia baba, nashukuru sana kwa kuniamini. Kuna wakati nashindwa kuelewa, lakini moyo wangu unabaki unashangaa kiwango ambacho baba askofu ananiamini. Ananiamini kwa kiwango cha juu sana mtakatifu. Haleluya. Natamani ukiwa unaandika leo, lakini unipe attention kubwa. Unisikilize kwa makini, kwa roho, mwili na nafsi. Unisikilize kwa makini sana, kwa sababu pasipo ujazo wa Roho Mtakatifu hakuna maana ya ibada unayofanya. Pasipo kuwepo na Roho Mtakatifu ndani yako hakuna maana ya chochote unachokifanya katika ufalme. Haleluya. Pasipo uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako hakuna namna unaweza kumpendeza Mungu. Unaweza kufanya jambo jema, lakini nje ya Roho Mtakatifu umefanya jambo jema nje ya mapenzi ya Mungu. Unaweza kuwa mkarimu, kuwa mtu mwema, lakini nje ya Roho Mtakatifu unafanya wema, lakini haufanyi mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa na maombi mengi, lakini maombi nje ya Roho Mtakatifu ni maombi nje ya mapenzi ya Mungu. Soma kitabu cha Yohana wa kwanza 5:18. Biblia inaniambia kwamba na ndio ujasiri tulionao
ya kwamba tukiomba jambo lolote kwa mapenzi yake twajua atusikia. Kwa mantiki hiyo unaweza kuomba na usiombe kwa mapenzi ya Mungu. Kumbe njia mojawapo ya kufanya uombe kwa mapenzi ya Mungu ni kuomba kwa Roho Mtakatifu. Ni kuomba kwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Natamani masikio yako yanielewe na kunisikia vizuri, na utambue kwamba hiki ni kitu muhimu sana katika wokovu. Kwa sababu katika kanisa tuko na Wakristo wengi ambao wanaingia kanisani lakini wamemzima Roho Mungu. Wamebaki kufanya ibada za mazoea. Ibada za mazoea haziwezi kuleta mabadiliko kwenye kanisa. Mtafanya mambo kwa kujifurahisha, lakini Mungu hayupo. Kwa sababu Roho Mungu hayupo. Kusoma kitabu cha Warumi 8:14, Biblia inasema maana wote wanaongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Uhalali wa wewe kuitwa mwana wa Mungu ni pale unapokuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani. Ni pale unapokuwa umejazwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani. Ni pale unapokuwa na Roho Mungu ndani yako. Utasema sasa mimi nimeokoka, huyo Roho Mungu sisikii kitu ndani yao. Ni kweli unaweza ukaa hapo kanisani lakini unafanya kimazoea. Kuna siku moja bishop alikuwa akihubiri kwenye mkesha mmoja usiku na kuabudu, akasema moja ya mambo ya hatari tulionayo kanisani sasa ni mazoea, na inaitwa experience. Mazoea ni mabaya ambayo kuna wakati watu wanaweza kusimama hapa wanaimba wanasema Roho Mungu anasema, na kumbe hata Roho hasemi. Ni mazoea, ni vile wamezoea vitu vinaenda, wanaongea kwa mazoea. Lakini Roho Mungu ni mpya kila asubuhi. Roho Mungu ana jambo jipya kwa watu kila asubuhi. Ukienda kwa mazoea hautaleta matokeo. Bwana siwe. Ukifanya kwa mazoea hautaleta matokeo. Kuna hatari kubwa kama tukifanya kazi na tukajihisi tuna Mungu lakini tusipotambua nafsi ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Tusipotambua umuhimu wa kujazwa Roho Mtakatifu. Na ndio maana unakuta imekuwa changamoto hata kwa Wakristo leo kuomba. Mtu asikie hata hamu ya kuomba. Mtu asikie hamu ya ibada. Leo tukikaa kanisani tukisema jamani tuombe, utasikia wachungaji hapa ndio unasikia sauti zao wanaomba. Utasikia mchungaji na mwanakwaya mmoja ndio wanaomba, wengine wamekaa kimya. Si wanaumu, ila ni kwa sababu angepokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini asubuhi ya leo ninaamini utajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Wangapi wanatamani kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu? Utajazwa nguvu ya Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Haleluya. Kuna umuhimu mkubwa kwa kanisa kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu Yesu alisema, mimi naondoka lakini nitamuomba Baba naye atawaletea msaidizi. Haleluya. Huyo msaidizi ulimwengu hauwezi kumtambua kwa sababu haumuoni. Lakini sisi tunamtambua kwa sababu anakaa ndani yetu. Lakini sisi tunamuelewa kwa sababu anaishi ndani yetu. Lakini sisi tunamuelewa kwa sababu anatenda kazi ndani yetu. Lakini sisi tuna ujasiri wa kulitaja jina la Bwana wa majeshi kwa sababu yuko ndani yetu. Petro kabla hajajazwa nguvu za Roho Mtakatifu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu anayetembea na Yesu. Alipokutana na watu kuna wakati alitumia nguvu zake na akili zake za kawaida. Walipotokea wale walikuwa wanamkamata Yesu, alienda akatumia panga akakata. Yesu akamwambia no, haya mambo hayafanyiki kwa namna hii. Bwana sifiwe.
Lakini huyu Petro, wakati Yesu amekamatwa, huyu ndiye Petro ambaye alifuatwa mara 3, akaulizwa, unamjua mtu huyu? Akasema simjui atokako. Alifuatwa mara ya pili, akasema mimi na huyu wapi na wapi? Akamwambia Petro, hata kutembea unatembea sawa naye. Akasema mimi simjui, sifanani naye. Alimkataa Yesu mara 3. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Petro aliyepatikana hiki kipindi baada ya siku ya upepo, baada ya siku ya moto, baada ya siku ya ujazo wa Roho Mtakatifu, baada ya siku ya Pentekosti, alitokea Petro aina nyingine. Alitokea Petro mpya ambaye alisimama mbele za watu akasema, yule Yesu aliyesulubiwa akafa na siku ya 3 akafufuka, ndio leo ninazihubiri habari zake. Wakamzuia, wakamwambia huwezi kuhubiri habari hizi. Akasema siwezi acha kulitaja jina la Bwana wa majeshi. Askari wakamzonga kumkamata. Akasema siwezi acha kulitaja jina la Bwana wa majeshi, kwa sababu alipokea uweza, alipokea ujasiri, alipokea nguvu, alipokea mamlaka, alipokea uweza usiokuwa kawaida. Yule Petro wa mwanzo wa kuwa na Roho Mtakatifu, yule Petro aliyepokea Roho Mtakatifu, alihubiri injili kwa ujasiri, alihubiri injili kwa nguvu, alihubiri injili kwa mamlaka, alihubiri injili kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu alijazwa nguvu. Haleluya. Inawezekana umekuwa ni muoga hata kusema Yesu ni Bwana. Ni kwa sababu hujapokea hiyo nguvu. Inawezekana umekuwa unaogopa kwa sababu hujajazwa nguvu. Soma kitabu cha Matendo 1:8. Anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Watumishi wa Mungu, hakuna lolote tunaloweza kufanya la kimungu bila Roho Mtakatifu. Hakuna huduma tunaweza kufanya bila Roho Mtakatifu. Tutafanya huduma kwa kujifurahisha, tutafanya huduma isiyo na matokeo, tutaishi maisha yasiyo na matokeo, tutaishi maisha yasiyo na mguso, kwa sababu ya kutokujazwa na Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo natamani ujazwe katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo natamani ujazwe katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo natamani ujazwe katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo natamani ujazwe katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen ndani ya moyo wako. Natamani ujazwe katika jina la Yesu. Yule Roho Mtakatifu aliyemsaidia Petro na kumpa uwezo na ujasiri, akujaze nguvu. Halo. Nataka nikusomee andiko hili kutoka kitabu cha Yohana. Katika kitabu cha Yohana, haya maneno aliyasema Yesu. Kitabu cha Yohana 14:16. 14:16. Yohana 14:16. Yohana 14:16. Haleluya. John 14:16. Yohana 14:16. Yesu anasema, Yohana 14 anasema nami nitamwomba Baba, naye atampa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa hamuoni wala hamtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Bwana asifiwe. Huyu Roho wa Mungu ambaye Yesu Kristo alikuwa akimzungumza, sio Mungu mdogo. Unajua mtu mwingine akisikia habari ya Roho Mtakatifu anaweza kusema Mungu Baba,
ni mkubwa zaidi, mwana ni mdogo wake, Roho Mtakatifu ni mdogo wao. No. Ni Mungu mmoja katika nafsi tatu. Zinatenda kazi kwa pamoja. Na ndio yule alisema katika kitabu cha Yoeli 2:28 kwamba siku za mwisho nitaumwagia Roho yangu. Mabinti watatabiri, vijana wataona maono, wazee wataota ndoto. Huyu ndiye Roho Mtakatifu ambaye unamhitaji siku ya leo, ambaye unamhitaji katika huduma yako, ambaye unamhitaji katika biashara yako, ambaye unamhitaji katika kazi yako. Ukimpokea anakuwezesha kufanya mambo katika namna isiyokuwa ya kawaida. Anakubadilisha katika mfumo wa kawaida kukupeleka katika mfumo usio kawaida. Unajua Mungu ni mtakatifu sana. Mungu ni mtakatifu sana. Baada ya kutukomboa akasema nitahusianaje na mwanadamu asiye mtakatifu? Nitakuwaje na ushirika na mtu asiyekuwa mtakatifu? Ili nijenge ushirika na mtu asiyekuwa mtakatifu, lazima Roho yangu takatifu iwe ndani ya mtu asiye mtakatifu, ili niweze kuongea na huyo mtu. Mungu alituondolea laana na dhambi zote, lakini kwa upendo akaachilia Roho yake ndani yetu ili tuweze kumwabudu, ili tuweze kumtumikia, ili tuweze kuyafurahia maisha, ili tuweze kumuhimidi. Halo? Umuhimu wa kujaza Roho Mtakatifu: moja, anatuwezesha, anatutia nguvu katika huduma. Anatuwezesha kutenda huduma, anatutia nguvu katika huduma. Halo? Na ndio maana katika hii Matendo 1:8 akasema, lakini mtapokea nguvu akisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu anawakataza wanafunzi, anamwambia msiondoke. Hakuna maana ya wewe kwenda kuhubiri. Hakuna maana ya wewe kwenda kuimba. Hakuna maana ya wewe kwenda kufanya chochote kama hujapokea hiyo nguvu, kwa sababu ndiye anayekuwezesha kutenda haya. Lakini ukianza kutumia uzoefu, unaua kanisa, unaua kazi ya Mungu, unaua huduma yako. Halo? Unaua chochote kilicho ndani yako. Kwa hivyo unahitaji hiyo nguvu ndani yako. Wengi tumemzima Roho Mtakatifu kama inavyosema kitabu cha Wathesalonike kwanza 5:19. Anasema msimzimishe Roho Mungu. Tumemzimisha Roho Mungu. Tulipookoka tulimpokea ndani yetu, lakini baada ya kuendelea kusema nasi tuliacha kumsikiliza. Kuna wakati alikwambia nenda kaombe, ukataka kumsikiliza. Kuna wakati akuzuia usifanye hiki, ukafanya hiki. Kuna wakati akwambia hiki si sawa, ukakifanya. Kwa sababu anasema, anashuhudia pamoja na nafsi zetu. Biblia inasema anazungumza ndani ya nafsi zetu kwamba hili si sawa, hili ni sawa. Alipokuambia hili si sawa ukafanya, Biblia inasema mjue kwamba miili yenu ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Mtu akiharibu hekalu la Mungu atamharibu. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nilipokutangazia kwamba Roho wa Mungu anahitaji kukaa ndani yako. Roho wa Mungu anataka kuishi ndani yako. Roho wa Mungu anataka kukufanya upya. Halo? Ili usiombe tena maombi ya kawaida. Ili usihubiri tena kwa namna ya kawaida. Ili usiimbe tena kwa namna ya kawaida. Ili usifanye utumishi kwa namna ya kawaida. Ufanye kwa uwezesho wa Mungu. Ufanye kwa uweza na nguvu ya Mungu. Ufanye kwa mamlaka ya kiungu. Ufanye kile Mungu anataka ufanye. Ufanye kile Mungu anataka ufanye. Haleluya! Haleluya! Roho Mungu yuko mahali hapa. Wangapi wako tayari? Ataingia kwako siku ya leo katika jina la Yesu. Ataingia kwako siku ya leo katika jina la Yesu. Yeye ndiye anatutia nguvu katika huduma. Anatuwezesha kufanya huduma. Ukifanya kwa akili zako utaona huduma ni kazi ngumu. Ukifanya kwa ufahamu wako utaona kazi ya Mungu ni ngumu. Lakini akiingia ndani yako anakupa uwezo usiokuwa kawaida. Unatenda mambo yasiyokuwa kawaida. Nguvu na miujiza ya Mungu itafuatana nawe. Ushirika wa Mungu utafuatana nawe, kwa sababu yuko ndani yako. Mitume walifanya kwa nguvu, mitume walifanya kwa ujasiri, mitume walifanya kwa uweza, kwa sababu nguvu ya Mungu ilikuwa ndani yao. Uwezo wa Mungu ulikuwa ndani yao. Tamani nguvu ingie ndani yako leo.
utakuwa ni mzee usiyekuwa kawaida. Kila atakaye kutazama atakuona usiyekuwa kawaida. Hii nguvu sio tu kwa ajili ya wachungaji. Hii nguvu sio tu kwa ajili ya viongozi. Hii nguvu ni kwa kila aliyemwamini Yesu. Hii nguvu ni kwa kila anayesema Yesu ni Bwana na Mwokozi. Hii nguvu inakuja ndani yake. Ndio utaona mtu anafanya mambo yasiyokuwa kawaida. Hata katika biashara utaona uwezo wake wa kuzalisha ni mkubwa, kwa sababu Roho akiwa ndani yako anakupa kufanya kwa uwezo usiokuwa kawaida. Double anointing inaingia ndani yako. Nguvu isiyokuwa kawaida inaingia ndani yako. Uwezo usiokuwa kawaida inaingia ndani yako. Upako usiokuwa kawaida unaingia ndani yako. Mamlaka isiyokuwa kawaida inaingia ndani yako. Uwezesho usiokuwa kawaida unaingia ndani yako. Nipo hapa kutangaza nguvu za Roho Mtakatifu zikujae siku ya leo. Nguvu za Roho Mtakatifu zikujae siku ya leo. Yeye yupo kwa ajili yako mama. Yeye yupo kwa ajili yako dada. Yeye yupo kwa ajili yako. Hey! Hello. Praise God. Hello. Lakini jambo lingine anasema, anatufundisha na kutukumbusha. Soma kitabu cha Yohana 14 mstari wa 26. Yohana 14 mstari wa 26. Vinasema huyo Roho wa Mungu ambaye Baba atampeleka kwenu, yeye atawafundisha na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Atawafundisha na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana asifiwe. Soma kitabu cha Yohana 16 mstari wa 15. Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake, ningali nina mengi ya kuambia, lakini hamwezi kustahimili mpaka mtakapopokea hiyo nguvu. Maana yake ni kwamba akili zako za kipangwa, za kinyakyusa, na za kisukuma, na za kichaga, na za kinini, za kinyia, haziwezi kutenda mapenzi ya Mungu. Amen. Haziwezi kutii sheria ya Mungu. Ndio maana Yesu akamwambia wanafunzi, nina mengi ya kuambia, lakini hata nikiwaambia sasa hamwezi kustahimili mpaka hiyo nguvu iwe juu yenu. Akili yako wewe haiwezi kutenda mapenzi ya Mungu mpaka hiyo nguvu iwe ndani yako. Uwezo wako hauwezi kufanya hivyo. Uwezo wako wa maharage na samaki hauwezi kutenda mapenzi ya Mungu. Tena ukishiba ndio unamsahau kabisa Mungu. Lakini hiyo nguvu ikiwa ndani yako unaweza kufanya mapenzi ya Mungu. Hello. Hiyo nguvu ikiingia ndani yako unatenda kwa ujasiri. Hiyo nguvu ikiingia ndani yako unatembea kifua mbele. Mnaonekana wadada msiokuwa kawaida. Kila atakayewaona anasema wale wadada sio kawaida. Shetani anabadilisha sura zenu na mnapoteza mvuto, kwa sababu huyu mmempeleka mbali, amekaa mbali nani. Lakini asubuhi ya leo mwambie Roho Mtakatifu nakuhitaji. Amen. Ndani ya moyo wako mwambie Roho Mtakatifu nakuhitaji ili nipate hizo nguvu. Kwa sababu wanafunzi walikuwa kama wewe zamani, walikuwa kawaida tu. Walikuwa kawaida kabla hawajapokea, wenda kama hawajapokea. Lakini walipopokea, halo, walitembea kwenye masinagogi, wakafundisha, wakahubiri, wakasema hao watu wamesoma elimu gani? Hao watu wameenda chuo gani? Halo, chuo cha Roho Mtakatifu kinakupa maarifa ambayo dunia hii haitoi. Elimu ya Roho Mtakatifu inatoa maarifa ambayo vyuo vikuu havitoi, ambayo Harvard haitoi, ambayo chuo kikuu cha Dar es Salaam hakitoi, ambayo Muhimbili haitoi. Uwezo wa Roho Mtakatifu ni uwezo usio kawaida. Yeye akiingia kutibu anaponya kabisa. Akiingia ndani ya mtu anaponya magonjwa yote. Anakutoa kwenye mateso, anakutoa kwenye shida, anakutoa kwenye uchungu. Hey! Haleluya. Wangapi wanampenda huyo Roho Mtakatifu? Wangapi wanamtaka huyo Roho Mtakatifu? Walikuwa wamekaa pamoja kama hivi wanafunzi ile siku ya Pentecoste, wakiwa kawaida tu. Walikaa kama sisi tulivyokuwa tumekaa. Lakini mwanaume, Roho Baba, Roho Mungu akatokezea kama upepo mkali, kama moto, ukawashukia ndani ya nyumba.
walipokuwa wameketi wote kwa pamoja, wakaanza kusema kwa lugha tofauti. Watu wakajiuliza, hawa watu, unasikia katika siku ile kuna watu walinena kwa ndimi za mbingu za Roho Mtakatifu, lakini kuna lugha zinaitwa mpya. Wanasema kuna zile lugha za Roho Mtakatifu, zile ndimi, lakini kuna zile lugha ambazo watu walianza kunena ambazo mtu anashangaa, huyu mpangwa anawezaje kuongea Kiarabu? Na kuna Waarabu kule nje wanasikia. Wale ni wapangwa tu. Ile elimu ya Kiarabu ameitoa wapi? Kwa sababu akiingia mwanaume, yeye ndiye mwenye kila lugha, yeye ndiye mwenye kila kitu, anabadilisha mifumo, anabadilisha mambo. Akiingia ndani yako leo, anabadilisha mifumo, anabadilisha mambo. Unakuwa sio kwa kawaida, unakuwa usio wa kawaida. Anakutoa chini, anakuweka juu, anakupa ujasiri, anakupa uweza. Pokea Roho Mungu. Pokea Roho Mungu. Hello. Tamani kujaa. Tamani kujaa. Lakini faida nyingine muhimu, anatusaidia kuomba. Anatusaidia kuomba. Anatusaidia kuomba. Amina. Hello. Hello. Unafikiri kwa lugha yako ya Kipangwa tu unaweza kumpendeza Mungu? Unafikiri lugha ya Kipangwa inatosha? Unafikiri unyachusa wako unatosha? Unafikiri upale unatosha? Unahitaji lugha isiyokuwa kawaida ili kufanya mambo yasiyokuwa kawaida. Hello. Unahitaji uwezesho usiokuwa kawaida kufanya vitu visivyokuwa vya kawaida. Ukitaka huduma yako isiende kwa namna kawaida, tamani huyu ndio akontrol huduma yako, sio wewe mwenyewe. Ukikontrol mwenyewe, akili za Kipangwa zitaferi. Zikiferi utachoka kwenye huduma. Utachoka kwenye kazi ya Mungu. Utaona kazi ya Mungu ni mzigo mzito. Wakina Petro mwanzo waliona ni mzigo mzito. Ndio maana Yesu alipokufa mara moja, wakasema huyu mshua ameshakufa, wakarudi kuvua samaki. Kwa sababu ile kitu haiko ndani yao, nguvu haijaingia ndani yao. Wala sio. Inawezekana umesikia wito wa huduma. Inawezekana umesikia wito wa kufanya kazi ya Mungu. Lakini akili zako zinasema nawezaje kufanya haya? Lakini unajiuliza inawezekanaje? Unahitaji hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ili kanisa lizae matunda, unahitaji hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Ili biashara yako izae matunda, unahitaji hiyo nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba alisema juzi katika mkutano, katika dunia hii usipokuwa na Mungu au shetani ambaye ni negative kwetu, huwezi kufanikiwa hapa katikati. Kanisani unakuja ndio, lakini hauelewi mambo. Kuna mtu yuko hapa lakini haelewi. Anasema acha niende tu kanisani. Haelewi. Lakini leo nakutangazia kwamba ukishaipokea nguvu, utaanza kuelewa wokovu. Utaanza kumwelewa Mungu yukoje. Maana Biblia inasema yeye anatufundisha. Haleluya. Katika point ya kutusaidia kuomba, kusoma kitabu cha Warumi 8:26. Biblia inasema kadhalika Roho naye kutusaidia udhaifu wetu. Maana hatujui kuomba itupasavyo. Lakini Roho yeye anatusaidia, anatuombea kwa kuugua usikoweza kutamkwa. Haleluya. Anatusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Wakati mwingine lugha yako inashindwa, lakini lugha inayoweza kumpendeza Mungu zaidi anayo Roho Mungu. Akitamka hiyo kwa Baba anaachilia nguvu ndani ya maisha yako. Anaachilia uweza ndani ya maisha yako. Anaachilia mamlaka ndani ya maisha yako. Anaachilia utawala ndani ya maisha yako. Unahitaji hiyo nguvu katika jina la Yesu. Unahitaji hiyo uweza katika jina la Yesu. Unamhitaji Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Nasema unamhitaji Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Unahitaji hiyo neema ya Roho Mungu juu yako siku ya leo. Unahitaji mafuta hayo siku ya leo. Na njia mojawapo ni kupaza
sauti zetu na kumwambia Yesu niko hapa, na kumwambia Yesu niko hapa, na kumwambia Yesu nijaze na nguvu zako, na kumwambia nijaze na roho wako, nikuita Yesu nijaze na roho wako. Mtu mmoja atangaze maneno haya, mwambie Yesu nijaze na roho wako. Mwambie tena nijaze na roho wako. Mwambie tena nijaze na roho wako. Mwambie siwezi peke yangu, nakuhitaji wewe. Siwezi peke yangu, nakuhitaji wewe. Nguvu zangu zinakoma, akili zangu zinakoma, nakuhitaji wewe wa Mungu. Wewe usiyekuwa kawaida, achilia nguvu ndani yangu, achilia uweza ndani yangu. Mtu mmoja amwambie Roho nijaze. Omba kwa sauti kubwa, toa sauti yako, ita Roho wa Mungu kwa sauti kubwa. Mwambie Roho nijaze. Nenda kilindi cha moyo wako, nenda wewe mwenyewe, usingoje mtu mwingine. Ita Roho wa Mungu, ita Roho wa Mungu, ita Roho wa Mungu, ita Roho wa Mungu, ita Roho wa Mungu. Anaachilia ndimi mpya, anaachilia nguvu mpya, anaachilia uweza mpya, anaachilia mamlaka mpya. Inua sauti yako, 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 inua sauti yako. Reterima kozaka, reterima sharaba, reterima sharaba kreza, liko karaba suete, reterima sharaba zuna, lezu karaba kose, reterima sharaba, reterima sharaba, reterima sharaba. Endelea kuomba. Wewe unaona uelewi kitu, kimbia mbele. Kama kuna mtu unaona uelewi, njoo mbele. Kama kuna mtu unaona uelewi, njoo mbele. Endelea kunena kwa lugha. Ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu, ita Yesu. Watu wote naomba tusogee mbele. Sogea mbele, sogea, sogea, sogea. Nguvu isiyokuwa kawaida iko mahali hapa. Jiachilie kwa Jehova. Ita Mungu. Raka satalima, leterebe sheterima, raka satalima cross. Ramosheni kalabas. Roho Mtakatifu peke yake aneni kwa lugha. Yeye akiingia ndani yako anaanza kunena lugha mpya. Hiyo lugha unayoisikia ndani yako anza kunena. Ukisikia kupiga goti, piga goti. Ukisikia kulia, lia. Ukisikia kuomba, lia. Nena kwa lugha mpya. Rako sataraba shere, leterima krosa narmosh, leterima krosa kataya, leterima shararaba. Ndio hiyo nguvu inakuja, 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 ndio hiyo nguvu inakuja. Ndio, 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 ndio. Shakatakatakatoshe. Rekeri masha, lezi yako karabasha, reketeri mashara, rekeri masakata. Inua sauti yako, nena kwa lugha. Inua sauti yako, mwambie Bwana nijaze, mwambie Bwana sihitaji kuwa kawaida. Rekeri mashara wako, reketeri masaka, lipo seketeri ma, rekeri magrasiete, rutara brosendela, rekeri magrasete, rakaro magresi, raksutarme, ishiru la hodes, ishiru la hodes, ishiru la hodes, ramasuya, lekesete, lakasa, rotormasha, relevashara, oratarmete, lesyatarama. Kuna mtu bado haelewi, kuna mtu bado haelewi, kuna mtu bado haelewi. Tamka, ongea, usiangalie mtu. Rakasotarima, rekesekete, orataramasi, rokosata, leterimakrasu, ruyaka, lekesata, rishevita, orabababa, otarabakreha. Hatujalewa ni Roho Mungu, ni Roho Mtakatifu. Ameachilia nguvu, ameachilia upako,
Ninachukua upako. Oh ya 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 ya. Ya 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 ya. Ndio. Mpokee mama yetu. Masema sio kwake. Rakosa talmesh. Radadabasura. Retorobashaba. Rekeseterima. Redadabababas. Reseterima. Tokea nguvu. 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 Rabababababababa. Oh ya 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 ya. Holy Ghost. Ndio huyo. Ndio huyo mtakatifu. 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 Haya ya 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 ya. Haya ya 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 ya. Haya ya 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 ya. Haya ya 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 ya. Come on, come on, come on. 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 Receive, 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 receive. 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 Karabashata. Retelmasha. Rakashata. Retelmasha. Rakshata. Receive it. Receive it. Receive it. Rabababababa. Oh yeah yeah yeah. Shakata. 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 Oh yeah yeah. In the name of Jesus, katika jina la Yesu. Hatujajazwa wengine bado. Acha usiwe mvivu kwa jina la Yesu. Wewe tena kwa lugha nyingine kwa nguvu. Mwambie Bwana leo nijaze. Nipe nguvu mpya leo. Nipe uwezo mpya leo. Nipe lugha nyingine leo. Umenena lugha ya mazoea. Wanabadilisha lugha nyingine. Iambatane na roho. Iambatane na moto. Iambatane na nguvu. Iambatane na fire. In the mighty name of Jesus. Naona roho anashuka watu. Anza kunena yoko. Hautajizuia. Inakuja kinywani mwako. Receive. Pokea. Rababababababa. Rebo seketete. Ribashatarabase. Rabasikatayaba. Rebo shatarabasi. Ribarabasete rebosa. Rabashatarabababa. Tujaze Bwana. Jaza watu wako. Jaza watumishi. Jaza viongozi. Jaza waumini. Jaza washirika. Kwa moto. Yesu alisema atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Jana wa leo Bwana tujaze moto. Bwana akujaze moto. Nguvu zake zikushukie. Mamlaka yake ikushukie. Katika jina la Yesu. Arebe shakata. Ayendele shikata. Rima shantala baba. Rebo shikata yaba. Rima shantala mazia. Hiyo lugha unaponena kwa lugha, unaongea vitu vya mbinguni. Unaponena kwa lugha, unaongea siri za ufalme. Unaponena kwa lugha, unajijenga nafsi yako. Unaponena kwa lugha, unaachilia nguvu na vipawa na karama na huduma na uweza na mamlaka ndani ya jina la Yesu. Ninaona Bwana anavunja uzito. Bwana anavunja vifungo vya giza kwa njia ya Roho Mtakatifu. In the name of Jesus. Adorebezekeze. Ribasanta yaba. Naachilia moto. Kwa jina la Yesu. Kuanzia kichwani mpaka miguuni. Moto wa Roho Mtakatifu. Nguvu za aliye juu. Uwezo wa aliye juu. Mamlaka ya aliye juu. Ninaona udhaifu unaondoka. Ninaona nguvu za giza zinaachilia watu kwa jina la Yesu. Rabababa. Remisantaraba. Wengine wanaogopa kunena kwa sababu wajui wanaongea nini. Unaponena kwa lugha, unaongea lugha ya baba yako, lugha ya mbinguni. Hata kama uelewi, inaleta maana katika ulimwengu wa roho. I prophesy, speak in tongues. Rabababa. Bwana achilia vipawa. Bwana achilia karama. Bwana achilia huduma. Bwana achilia karama.
Bwana achilie huduma kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mito ya maji, mito ya maji, mito ya maji, mito ya maji ibubujike ndani yako. Rivers of living water, rivers of living water, rivers of living water. Para baba baba baba, rebelebeleba, ribarabarabazi, ramashataraba, rebelebeleba, ikataya baba, rebarabaraba, rebarabaraba. Skuma, 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 skuma. Kwa dakika mbili zijazo, ya baba baba baba, rebeleba. Moto mpya, moto mpya, nguvu mpya, uweza mpya, neema mpya, kibali kipya, huduma mpya, viwango vipya. By the Spirit. Sherebeleba, uyanalaba kurieri, seketele baba, shindarabarebelese, karindorebe sakata. Oh yes, my God. Thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, come on, come on. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ijaze Roho Mtakatifu, niweke karibu nawe. Thank you, Lord. Lord, we thank you. Watu wamejaa Roho Mtakatifu. Watu wananena kwa lugha nyingine. Roho ya ujasiri inaingia. Roho ya nguvu, maombi na neema inaachiliwa juu yako. In the name of Jesus. Lord, I thank you. Unaweza kurudi, unaweza kurudi. Wale wengine waache tu. Thank you, Jesus. Wacha